hiki ulichokishika mkononi mwako, tuzo ya Man of the Match kwenye mchezo mgumu, hasa kwenye timu kubwa kama ya Simba, inatoa ishara gani kwako, lakini pia kwa timu kiujumla? Hii tuzo mimi inazidi kunipa morali ile ya kupambana, na pia mimi nafikiri mpaka kupata hii tuzo ni ushirikiano wa walimu pamoja na wachezaji. Nafikiri ndo kitu ambacho kimefanya mimi nipate tuzo. Mwalimu alizungumza nini na nyinyi kitu gani kuweza kucheza mchezo mzuri mbele ya Simba? Nafikiri mwalimu alituambia kwamba sisi twende kama underdog. Tuambia twende kama underdog, tuheshimu lakini sio kuheshimu sana. Tumeona mara tu baada ya filimbi ya mwamuzi kupulizwa, mmeonekana mkishangilia kweli kweli, kuanzia wachezaji mpaka benchi la ufundi. Nini hasa kimefanya mshangilie sare hii dhidi ya Simba? Kwa sababu tulikuwa tunacheza na timu kubwa. Kwa hiyo sare, hata sisi tukipata sare tunamshukuru Mungu. Umetoka kwenye majeraha na umekapa, umekuja kuchukua timu zenu katika udhibiti. Nafikiri kutokana na kile ambacho walimu wanatuelekeza tukiwa tunafanya mazoezi, nafikiri ndo kinachofanya tuna perform katika mechi. Nafikiri sio mimi tu, hata mwenzangu aliyokuwa anacheza alikuwa na perform. Hali ya ushindani kwenye kikosi imechangia kiasi gani wewe kupata tuzo? Nafikiri katika timu yetu tuna magolikipa 5. Kwa hiyo ukipata nafasi inabidi uifanyie kazi. Kama usingekuwa man of the match, unadhani nani ambaye angeweza kudeserve kuwa man of the match? Man of the match. Nafikiri mimi kwa upande wangu alikuwa ni beki wangu Bikoko au Banda. Mwenyezi Mungu kwa ajili pia kwenye mazoezi tulikuwa tumejiandaa vizuri, tulikuwa tunajua tunacheza na timu kubwa, walimu wakaweka mipango yao, tukajaribu kufuatilia mipango yao. Umeona mchezo gisi umekuwa hivi, tumewaheshimu, hatujacheza kwa kuwadharau. Mwenyezi Mungu kasema kaamua matokeo hivyo, basi inshallah tunamshukuru. Ndani ya michezo 10 ambayo Dodoma Jiji amewahi kukutana na Simba hajawahi kupata ushindi, lakini leo hii hajapata ushindi, lakini mmetoa sare. Mchezo wa namna hii unatafsiri gani kwa upande wenu? Sisi kama unaona kama hivyo tuna draw na Simba hivyo, tuna uhakika gisi ligi inaendelea mwendeleo wa ligi inaendelea kuwa hapa, mtakuja kushuhudia tunashinda timu kubwa hapa. Timu kubwa lazima tutakuja kushinda tu timu kubwa moja hapa. Ndani ya uwanja huu wa nyumbani. Ndani ya uwanja huu sisi yani tunaingia uwanjani, tunamwomba Mwenyezi Mungu, afu tunafanya ambao walimu wanatuelekeza. Unaangalia hadi tunapambana mpaka mwisho. Kipi ambacho umekitazama na kuweza kuzungumza hivyo, kwa sababu kuna timu ambazo zimefanya usajili? Simba wamefanya usajili mzuri, Dodoma pia wamefanya usajili mzuri. Mimi siwezi nikasema ni dharau wachezaji wetu. Umeangalia wamecheza dakika 90 zote wamepambana. Simba walikuwa wakilazimisha, si wenyewe tunalazimisha. Tumecheza kwa shape, unaangalia tumepambana mpaka mwisho, umeleta matokeo. Tumecheza kwa heshima. Simba timu kubwa, wana wachezaji wazuri sana. Sisi hatujamdharau mtu, bali tumetekeleza hivi ambao walimu walituelekeza, na umeangalia gisi imekuja kwa uwanjani. Pengine mwalimu alizungumza nini na nyinyi, kitu gani mpaka mmeweza kucheza mchezo mzuri mbele ya Simba, mmeweza kutoa mechi tafu kweli kweli? Siku zote maelekezo ya walimu inabaki kwao. Hapa mimi nikiweza kuongea ni kama vile na waweka wazi. Lakini walimu walituambia tucheze kwa shape, tukipata nafasi tuweke nyuma ya madefender. Tuna wachezaji wa kukimbia, ukiangalia kule pembeni kulikuwa Edgar, mimi mwenyewe nilikuwa pembeni. Walijaribu kuambia mido wetu wakichukua mpira waweke nyuma ya madefender, tutawalazimisha. Umeangalia ndio hivyo, walikuwa wakichukua mpira tunaweka kwa mbele. Wakichukua mpira wanaweka kwa mbele, tunajaribu kukimbia. Ndio hivyo imekuwa, tunasema Mwenyezi Mungu apewe sifa. Captain, tuambie mchezaji gani ambaye aliwasumbua kweli kweli kwa upande wako? Mimi naweza nikasema tu wachezaji wetu, mimi siwezi nikasema kwa upande wa Simba wote wamekuwa vizuri. So nikachagua mchezaji mmoja kusema wametusumbua, hapana. Tumecheza, wamecheza. Yupi ni hatari sasa? Hatari mimi siwezi nikasema, naweza nikasema upande wetu kulikuwa wachezaji hatari. Ukiangalia kipa wetu leo amekuwa hatari sana. Ukimwangalia William Edgar amekuwa hatari sana. Mabeki wetu, mido wetu na mastrikers wote walikuwa hatari. Siwezi nikasifia mpinzani, walikuwa vizuri wote kwa ujumla. Nikasema mchezaji mmoja ndakuwa nimekufuru kwa ajili Simba timu kubwa. Walikuwa wanacheza vizuri. Hiyo nikasema mmoja mimi nitakuwa kama nimekufuru. Wamecheza vizuri, si wenyewe tumecheza vizuri, umeona matokeo gisi yamekuwa hivi. Sawa. Hivi pengine captain, kwa upande wako ni mchezaji gani ambaye unamtazamia kama kioo kwenye hii ligi yetu? Siku zote mimi upande wangu mimi tuna wachezaji kama Salmin Hoza kwenye timu hapa. Mimi nikicheza nao naangalia mimi midfield. Lakini nikasema kwa wachezaji mimi ukiniuliza kwa wachezaji wadhaa, kuna wachezaji kama Salmin Hoza, kuna William Edgar. Tukitoa Dodoma Jiji sasa, ni mchezaji yupi ambaye unamtazama kama kioo kwenye eneo la midfield? Mimi naweza nikasema
kwa timu yangu mimi sio nikaenda nje ya timu yangu kusema kuna mchezaji mzuri. Wote ni wazuri kwa ajili usajili ambao timu zinafanya, wanaangalia performance za wachezaji kama ni wa nje ya ligi. Lakini kama ni ndani pia wanafuatilia. Mimi kwa timu yangu ndio nikatoka kama mchezaji kioo kama role model. Ndio, kwenye timu yangu mimi. Sawa, wapo wengi sana. Nikushukuru sana captain. Asante.